Gaza utajiondoa kutoka mashirika zaidi ya 60 ya kimataifa, mengi kati yao yakiwa hiyo Umoja wa Mataifa. Wengine wamelichukulia ni jambo la kawaida kwa sababu ni mwendelezo wa sera ambayo Rais Trump amekuwa akiipigia chepuo ya kuifanya Marekani kujisimamia yenyewe na kujitenga na mashirika ambayo yeye binafsi ameona kwamba yale ambayo yamekuwa hayana faida ya moja kwa moja kwa Marekani. Marekani yasitisha misaada kwa Somalia ikidai chakula cha misaada kilizuiliwa kinyume cha sheria. Katika uchaguzi wa urais nchini Uganda unaotarajiwa kufanyika Januari 15 mwaka huu, hakuna mwanamke anayewania nafasi hiyo. Tutaangazia pia changamoto wanazozipitia vijana wa Uganda ambao ni zaidi ya 70% ya wapiga kura nchini humo. Haki nikikwambia Uganda hapa tuna problem ya vijana, tumeacha nyuma kabisa. Ukiangalia politics, tunasukuma watu wazee, tunaacha watoto wadogo ndio waongeza kugeuza hii dunia. Viwanjani, Darren Fletcher kuchukua jukumu la kombe la FA kwa Manchester United inayokumbwa na matatizo makubwa. Sikiliza makala ya sports hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana. Lakini kwanza ni taarifa ya habari za dunia ukiwa nami Sarafi Nairobi. Mkuu wa Umoja wa Mataifa wa hali ya hewa amesema kujiondoa kwa Marekani katika mkataba wa kimataifa ni hatua isiyofaa. Hapo jana siku ya Jumatano, Rais Trump alitia saini hati ya kuamuru Marekani kujiondoa kutoka kwa mashirika kadhaa ya kimataifa yakiwemo kukabiliana na ongezeko la joto duniani. Mkuu wa mkataba wa mfumo wa Umoja wa Mataifa wa mabadiliko ya tabia nchi Simon Stiell alisema uamuzi huu utaathiri tu uchumi wa Marekani, ajira na viwango vya maisha. Mashirika mengine katika mkataba wa Rais Trump ni pamoja na makundi yanayohimiza demokrasia, maendeleo na haki za wanawake. Ikulu ya White House ilisema yalifanya kazi kinyume na maslahi ya Marekani. Jeshi la Lebanon linasema kuwa limekamilisha lengo lake la kuwapokonya silaha makundi ya kusini mwa nchi hiyo. Eneo hilo ambalo linapakana na Israel lilikuwa chini ya udhibiti wa Hezbollah kwa miongo kadhaa. Jeshi lilikuwa limeweka makataa ya mwisho wa mwaka wa kuondoa silaha zisizo za serikali kusini mwa Lebanon, na sasa linatarajiwa kuzingatia maeneo mengine ambayo Hezbollah ina uwepo mkubwa. Mgombea mkuu wa upinzani katika uchaguzi wa urais nchini Uganda ametoa wito wa kusitishwa kwa msaada wa kifedha wa kimataifa kwa serikali ya Rais Yoweri Museveni. Bobi Wine anasema muungaji mkono wa kigeni unaendelea kukandamiza wafuasi wa upinzani kabla ya uchaguzi. Nyota huyo zamani wa muziki aliyegeuka kuwa mwanasiasa anadai kuwa alishambuliwa na vikosi vya usalama, huku mamia wafuasi wake wakizuiliwa wakati wa kampeni. Rais Museveni mwenye umri wa miaka 81 ametawala taifa hilo la Afrika Mashariki kwa takriban miongo minne. Sokwe wa Mlimani amejifungua watoto pacha katika eneo lililokumbwa na vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jambo lililosababisha shangwe miongoni mwa wahifadhi. Taarifa zaidi na Ahmed Bahaj. Wahifadhi walikuwa wakishiriki doria katika hifadhi ya kitaifa ya Virunga siku ya Jumamosi walipogundua sokwe huyo mwenye umri wa miaka 22 akiwakumbatia pacha wake wachanga. Walisema mama huyo anaitwa Mafuko na wanawe wawili walionekana kuwa na afya njema. Miezi michache ijayo inaweza kuwa wakati muhimu kwa nyani wachanga, wakati wanawategemea kabisa mama yao. Mbuga ya kitaifa kongwe zaidi barani Afrika ni nyumbani kwa sokwe wengi wa milimani duniani ambao ni species zilizo katika hatari ya kutoweka. Sehemu kubwa ya mbuga nchini DRC iko chini ya udhibiti wa waasi na mapigano yameongeza kasi ya kupoteza makazi yao ya msitu. Unaendelea kusikiza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Uchunguzi wa BBC umebaini kuwa kakake Mfalme Charles Andrew Mountbatten-Windsor alipokea mamilioni ya pauni kutoka kwa tajiri kutoka Kazakh ambaye alitumia pesa kutoka kwa biashara inayotuhumiwa kwa ufisadi. Bilionea Timur Kulibayev ameiambia BBC kwamba alichukua mkopo kutoka kwa Enviro Pacific Investments ili kusaidia kununua nyumba ya mwanamfalme huyo mwaka 2007. Mawakili wa Kulibayev wanasema hajawahi kushiriki katika hongo wa ufisadi na fedha za ununuzi huo zilikuwa halali. Andrew Mountbatten-Windsor hakujibu ombi la maoni.
China imethibitisha kuwa wafanyabiashara mabilionea wanaotuhumiwa kuendesha vituo vya utapeli wa mtandao wamehamishwa kutoka Cambodia. Shanji, mwanzilishi wa Prince Group, ni miongoni mwa raia watatu wa China wanaorejeshwa nchini humo baada ya uchunguzi wa pamoja kuhusu uhalifu wa kimataifa. Wizara ya usalama wa umma wa China imesema itatoa orodha ya watu wanaoshukiwa kuwa washiriki wakuu wa kundi la uhalifu linaloendeshwa na tajiri huyo na kuwataka wajisalimishe mara moja. Mwaka wa jana, Marekani ilimshtaki Shanji kwa kuendesha vituo vya ulaghai nchini Cambodia ambavyo viliiba mabilioni ya fedha za kripto. Hii ni BBC. Taarifa ya habari za dunia imesomwa na Sarafina Robi. Ukiwa nchini Tanzania, msikilizaji, matangazo ya Dira ya Dunia yanasikika kupitia Bud FM, CGFM na Classic FM. Kenya ni County FM, Nyota FM na Pamoja FM. Uganda tegea sikio kupitia Voice of Busoga, Radio Kitara na Radio Paidha. DRC ni Radio Muungano Beni na Lizadel Radio. Yako pia kwenye FM, tovuti yetu bbcswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili. Karibu tena msikilizaji, watangazaji wako jioni hii ni mimi Karo Robi nikiwa Nairobi na mwenzangu ni Skola Kisanga akiwa Dar es Salaam. Kwema? Niko salama kabisa. Nimefurahi vile unazungumza ukinitambulisha na tabasamu pana japo silioni. Mambo. Karibu sana Skola. Naam, karibu msikilizaji, na tuanze na taarifa hii ambapo rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kujiondoa kwa Marekani kutoka katika mashirika kadhaa ya kimataifa, yakiwemo mengi yanayohusika moja kwa moja na mapambano dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi. Hatua hii imezua wasiwasi mkubwa miongoni mwa jumuiya ya kimataifa, hasa kutokana na athari zake kwa juhudi za pamoja za kukabiliana na ongezeko la joto duniani. Kati ya mashirika 66 yaliyoathiriwa, takriban nusu ni ya Umoja wa Mataifa, yakiwemo pia mkataba wa mfumo wa Umoja wa Mataifa wa mabadiliko ya tabia nchi UNFCCC, ambao ndio mhimili wa mikakati yote ya kimataifa ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Taarifa zaidi na David Nkya. Hapa ni wakati ambapo Rais Trump alipoapishwa kuingia madarakani kwa muhula wa pili Januari 20, 2025, akionyesha dhahiri kwamba atafanya mabadiliko katika ufadhili wa aina hiyo. That is why today I will also declare a national energy emergency. Tayari Trump amepokonya fedha mashirika mengi ya kimataifa ambayo ameonyesha dhahiri kutukuyapenda. Sasa kufuatia mapitio aliyoagiza mwanzoni mwa muhula wake wa pili, anaiondoa Marekani kutoka kwa mashirika kadhaa anayoyaona kwamba ni ya kimataifa na yasiyofaa. Mengi kati ya mashirika hayo hushughulikia mazingira. Jambo la kushangaza zaidi, mkataba wa mfumo wa Umoja wa Mataifa wa mabadiliko ya tabia nchi, mkataba ambao unashikilia juhudi zote za kimataifa za kukabiliana na ongezeko la joto duniani, na IPCC, chombo cha wataalamu kinachotathmini sayansi ya hali ya hewa duniani kote. John McGrath ni mkurugenzi wa hali ya hewa wa RMI, ambayo hutumia takwimu na teknolojia ili kuboresha utendaji kazi wa hali ya hewa katika tasnia na nyenzo na nishati. This particular treaty, mkataba huu haswa ukiwa ndio msingi wa mkataba wa Paris na juhudi nyingine zote za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kama tatizo la kimataifa. Kile ambacho kitafanya juhudi za kimataifa katika eneo hili ni vigumu kusema, lakini si jambo ambalo watu wanakwenda kutiwa moyo sana nalo. Na kwa hakika tumekuwa na msukumo ukipenda asubuhi ya leo kutoka Umoja wa Ulaya, na wengine wakisema, tazama, juhudi zinaendelea. Tunajua msimamo wa Marekani kuhusu swala hili. Hata kama watajiondoa katika mkataba huu mahsusi, tunafikiri dunia itashikamana na kuendelea kupambana na mabadiliko ya tabia nchi. Mashirika mengine ya Umoja Mataifa yaliyoathiriwa ni pamoja na yale yanayoshughulikia upangaji uzazi, afya ya uzazi na mtoto, kulinda amani na unyanyasaji wa kingono katika maeneo yenye migogoro. Hata hivyo, hatua yake inaweza kukabiliwa na changamoto za kisheria. Mwanachama wa kikundi cha utetezi wa mashirika yasiyo na faida chenye makao yake makuu nchini Marekani, ambao ni muungano wa wanasayansi wanaojali mazingira, umeelezea hatua hiyo kuwa ni ya kusikitisha. Rachel Clitus amesema kwamba ni ishara ya kuvuruga ushirikiano wa kimataifa. Utawala wa Trump umetengwa kwa uwazi katika jukwaa la dunia kwa ukaidi wake wa kushindwa kushikamana na makubaliano na ahadi yake. Na moja ya sauti ambazo zimekuwa zikiwaita ni jumuiya ya wafanyabiashara nchini Marekani na duniani kote. Wafanyabiashara wa Marekani wanataka nchi yao ifanye jitihada kubwa za kimataifa kukabiliana na hali hii. Wanaelewa fursa kubwa za kiuchumi ambazo siku zijazo zinaweza kupatikana kupitia makampuni ya Marekani. Kila kitu kutoka kwa kampuni za nishati safi, sambamba na uvumbuzi wa sayansi ya anga ya mbali,
Kwa hivyo, iwe unazungumza kuhusu Tesla, Google, Apple, makampuni haya yote makubwa ya Marekani yanamwomba rais abaki katika makubaliano ya Paris. Wakati katiba ya Marekani inawaruhusu marais kujiunga na mikataba mbalimbali